Karibu kwenye 101 na Karim TZ. Hivi ni nini unafahamu kuhusiana na umeme? Ni nani aligundua na anatokea wapi? Twende na mimi. Mfahamu Bwana Michael Faraday alizaliwa tarehe 22 Septemba mnamo mwaka 1791 na kufariki tarehe 25 Agosti mwaka 1867. Michael Faraday alikuwa mwanasayansi kutoka nchini Uingereza aliyegundua misingi muhimu kwenye matumizi ya umeme. Utaalamu wake ulikuwa hasa kwenye upande wa fizikia na kemia. Bwana Michael Faraday pia aliwahi kugundua mdukizo sumaku umeme, akaweka hivyo misingi kwa dynamo na mashine ya kutengeneza umeme. Upande wa kemia alifaulu kubadilisha gesi kadhaa kuwa kiowevu na akagundua kanuni za electrolysis. Ingawa Faraday hakuwa na elimu kubwa sana ya darasani na hakuwa vizuri sana katika somo la hisabati, alikuwa mmoja wa wanasayansi maarufu sana katika historia. Sehemu kubwa ya elimu yake Faraday alipata kwa kujisomea na kujifundisha mwenyewe. Anahesabiwa kuwa ni mwanasayansi muhimu zaidi aliyeendeleza kemia na fizikia kwa kufanya majaribio makubwa ya kisayansi katika karne ya 19. Bwana Michael Faraday katika kipindi cha maisha yake, watu wengine waliokuwa kama yeye waliitwa wana falsafa asilia. Kwa kipindi hicho watu wachache tu ndio waliojulikana katika masuala ya husuyo umeme. Michael Faraday aligundua mambo mengi sana, ikiwemo kwamba umeme unavyosafiri katika waya huwa na tabia za sumaku, kwa kisasa huitwa usumaku. Bwana Michael Faraday aligundua pia mambo mengi sana kuhusiana na namna umeme unavyoweza kutumika pamoja na kemikali ili kufanya mabadiliko katika kemikali hizo. Faraday alionyesha kwamba usumaku una uhusiano wa karibu sana na mwale wa mwanga. Bwana Michael Faraday, ugunduzi wake wa mota ya umeme ulitengeneza misingi wa teknolojia ya mota za umeme, na kilikuwa ni kitu muhimu kutokana na juhudi zake kwamba umeme ulikuwa ni kitu rahisi kutumika katika teknolojia. Shukrani nyingi zielekezwe kwake kwa ugunduzi wake huo wa kwanza, kwamba ni sababu ya sasa umeme umekuwa na matumizi makubwa kwa maisha ya binadamu. Kwenye mawazo yako, wewe ungekuwa ndo Michael Faraday, ungelifanya nini? Ungana na mimi katika YouTube channel yangu kwa kulike, kusubscribe na kushare. Until the next time, bye bye. Pow.